Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Jackson Magida Clement. Geita kuna mradi wa chuo cha ujenzi wa VETA. Ule mradi ulianza mwaka 2003. Ulipoanza miezi 6 tukaishia kwenye msingi. Mwezi wa 7 nikawakumbusha kwa nini tumesimama na wakati simenti inaganda. Nilipowauliza hivyo wakanijibu kwa barua. Tuliporudi 2014 ofisi ya mdhibiti ubora akaanza kunitengenezea masuala ya kwamba nimpatie pesa. Nilipogoma akaanza njama za kuniferisha kwenye kazi. Nikaripoti TAKUKURU. TAKUKURU wakaja wakakuta kazi ninavyofanya kazi, lakini sikuona majibu. Nikaondoka, nikatulia, nikaendelea kufanya kazi. Nikafikia hatua ya kulipwa pesa. Sikupewa hizo pesa. Nilipoanza kupewa pesa, kuchengeshwa zile fedha, zikapita siku 15. Site ikaanza vurugu vijana. Kwa sababu bosi wangu sasa akawa hataki kutoa pesa. Nikaripoti tena TAKUKURU. TAKUKURU wakalichukua. Mwisho TAKUKURU akaniambia hili limenishinda, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama DC. Nikapeleka barua kwa DC. Sikusikilizwa. Nikapeleka ya pili. Sikusikilizwa. Baadaye siku moja wakanipigia simu engineer akaniambia njoo uchukue pesa kuandike certificate. Nilipoenda kuandikiwa certificate pesa wakaniambia zikapita siku 15 bila kulipwa hiyo certificate. Pesa wakaenda wakazichukua wao. Walipochukua wao wakakaa nazo, wakapanga njama kuzipiga. Nikajua taarifa. Hawawezi kunyima watu wote taarifa. Ilipobainika tarehe 11 nikapigiwa simu saa 12 kwamba niende ofisi nahitaji ofisi ya mkuu wa wilaya. Nikaenda, nikakuta bosi wangu ana hela, ameitisha mafundi wa kwangu awalipe. Nikamuuliza, wewe unalipaje hawa watu? Mbona hizi hela kama ni hela zangu nipe niwalipe? Hataki. Akakaa pale na kaimu DC ambaye ni katibu tarafa. Wakagawanyisha, wakamaliza, tukaondoka. Nilipoondoka saa 12 wakanipigia simu, njoo tusainie malipo yako. Nikamwambia siwezi kusaini malipo ambayo mmewalipa. Sina karatasi yake. Kwa sababu sina karatasi yake, kama mnataka hivyo leteni majina ya watu niyadhibitishe nione ni halali. Kama ni halali sawa. Wakaniletea saa 12 jioni. Tukasoma, tukaangalia, tukabadilishana, kweli nikasaini. Nikaondoka. Nilipoondoka kesho yake nikaenda TAKUKURU nikamwambia, wewe nani mkurugenzi wa TAKUKURU, bosi wa TAKUKURU, huyu mtu alienda kuchukua hela benki, ni utaratibu wa kisheria, anachukuaje hela hata kuitwa kwenye kikao? Mimi ni nani ningeishwa kwenye kikao cha mkuu wa wilaya? Ninaishinda wilaya hii yote, mimi nishinde kuitwa? Kwa nini hamchukulia hatua huyu? Nimekuripotia mara 3. Akamuita. Alipomuita akamwambia, wewe mdhibiti ubora una makosa. Kwanza huyu mkataba wa huyu bwana umesha expire 2023. Umemuingiza kwenye kazi na umechukua pesa kinyume cha sheria. Nendeni mkabadilisha haya manzo, niwasuruhishe, muongezee muda huyu amalize kazi, ana matatizo. Amenieleza sababu za msingi, amechukua hela kwa ajili ya kazi hiyo, zinamuumiza. Unaona? Tukaondoka. Akaenda akaandika kweli mikataba 2. Akaja akaniita kusaini. Niliposaini kesho yake zikapita siku 3 akaandika barua ya kusudio la kuvunja mkataba. Nikamwambia hawa walikuwa wananichezea. Nikamfuata mkuu wa TAKUKURU nikamuuliza, ulikuwa unanidanganya? Mbona huyu umemwambia tukasaini mkataba? Mlikuwa mnatengeneza mkataba wa kuvunja kwa sababu halikuwa hana mkataba. Akaniambia, sasa kama wameshindikana, wewe nenda ngazi nyingine. Nikaenda mkoani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipoenda mkoani nikapangiwa siku tuwakutana wakuu wa idara, injinia wa wilaya, wa mkoa, QS, mwanasheria pamoja na afisa elimu mkoa.
wakadhibitisha kwamba mimi nimeonewa kwenye mradi. Huyu jamaa na makosa. Subiri, namalizia sasa. Kitu kilichokuja kuleta shida, akazuia, akaambiwa kwamba usiende kuendelea na hii kazi kwa barua ya PPRA hii. Wakaniandikia barua ofisi ya mkuu wa mkoa, barua ninazo hapa ni ya PPRA, kamwambia usiendelee mpaka mmalize mgogoro huu. Akadharau. Mimi na mali ambazo zinashikiliwa na benki nataka kuuzwa, wametangaza kwenye gazeti. Nafanyaje? Nimekutafuta. Mwache aongee. Nimekutafuta ulipokuwa Dar es Salaam kwenye daraja, nikakukoswa. Umeenda Korogwe, nimekufuata, nimekukoswa. Nimeenda ofisini kwako wizarani, sikuruhusiwa na walinzi, ile geti la kule nyuma. Nimehangaika ule walinzi wa ndani wanataka wanichukue maelezo wao, wakati mimi nataka kumwona waziri mkuu. Nikamwambia mimi nisacheni, kama nina matatizo, kama na vitu ambavyo viruhusi kuingia humu ndani, sawa, nina dokumenti zangu tu hizi hapa. Wakataa, nikaondoka. Nilipokusikia uko hapa, nikapanda gari jana Chame saa usiku kuja hapa, na ndio maana nimekuona hapa. Haya, niletee mwenyewe hizo document. Weka na namba yako ya simu. Niletee. Niletee mwenyewe hizo document. Haya, basi sawa, zina namba ya simu. Haya, ongea na waziri pia, yuko hapa. Waziri mwenye VETA yuko hapa. Haya, sasa atulie moja sasa. Moja. Ndio nasema moja.